Tunaamini katika utu wa mtu. Ndio Tanzania na kuamini. Na maaskofu wanasimamia na wanajua katika utu wa mtu. Sisi utu wa mtu ni kitu cha kwanza kabisa cha kusimamia. Na mtu anapochezea utu wa mtu, sisi hatuwezi kumwacha kama kanisa Katoliki. Tutamsema. Lakini kazi yetu ni kusema kwa kumfundisha. Acha kuua, acha kunyanyasa, acha kuonea wenzako. Lazima tutamwambia. Atusikilize, asitusikilize, atuue, atuache hai, tutamwambia. Sasa unaposema sisi tusitetee uhai wa mtu, Mdude haonekani sasa hivi. Kijana yule anaitwa Mdude, yule alikuwa ana criticize au anachambua mambo ya siasa ya nchi, wengine hawafurahi. Sasa unaposema tusimtetee wakati sisi kazi yetu ni kutetea uhai wa mtu, unatuambia tuache kuhubiri dini, na kazi yetu ni kufundisha, linda uhai wa mtu. Kama amekosea, tumeshaweka taratibu. Kuna polisi, kuna mahakama, kuna magereza, fuata hivyo. Kwa nini asionekane? Ali Kibao amekamatwa kwenye halaiki mchana. Mimi natoa mfano mpaka siku ya mwisho. Kijana anaitwa sijui nani huyo, Soka. Ameitwa kituo cha polisi, haonekani mpaka leo. Sasa unasema si tunyamaze? Uovu ule lazima tuukemee. Sasa kama kukemea uovu ni kuingilia mambo ya watu, tunawaambia wale wanaoyafanya waache. Na tutaendelea kuwaambia, na hatutaacha, tutaendelea kuyaambia. Vinginevyo kazi ya Mungu na mwanadamu aliumbwa na Mungu, asipomsikiliza Mungu, yeye mwenyewe atajifanya kuwa Mungu. Na sisi tunamtetea Mungu abaki kuwa Mungu, na mwanadamu abaki kuwa mtumishi wa Mungu. Ndio kazi ya kila mtu. Kila mwanadamu anaitwa kuwa mtumishi wa Mungu. Kama nataka uongozi, linda utu wa mtu, fanya watu wafurahie ustawi wa shughuli zote, waletee watu ustawi wao, wafanye watu wajitawale, fanya watu washikamane, leta upendo kati. Lakini tuna tunu, tunu ambazo sisi wa Katoliki tunazijivunia katika masuala ya siasa, ni kusimamia ukweli ulivyo. Hatuangalie umesemwa na nani. Kwa Tanzania kuna vyama vingi. Ukweli unaweza kusemwa na mwanachama yeyote wa chama chochote. Sisi kwa sababu ameusema ule ukweli, tutaunga mkono ule ukweli. Lazima tuunge mkono na tumwambie hiki ni kizuri, ni mfano mzuri kwa wenzako. Lakini vile vile kuna kuangalia haki ya mtu. Ni haki yake, ndio apate hiyo haki yake ili afurahie utu wake, ni wajibu wake. Lakini pia katika wajibu kuna ile kuwajibika kumnyanyua mwenzako baada ya justice, nafuata kitu kinaitwa charity. Sasa haya mambo tunapoyakuza, tunaambiwa sisi au mnaingilia huko. Ukimsemea mtu anayeonewa, unaambiwa wewe ni sehemu ya huyo anaonewa. Simply yule kwa sababu hana sauti. Hapana.